Yesu apewe sifa tena. Pastor Godwill hapa. Nipo tena wakati huu kukuletea neno hili ambalo natamani nikashirikiane na wewe katika saa hii na dakika hii. Leo hii tutakwenda kutafakari katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 2 na ule mstari wa 9, ambapo Biblia inaandika ikisema kwamba bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Anamalizia pale mbele, anasema taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Alafu anasema mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ndio leo hii ningependa kwenda kuzungumza andiko hili na kwenye kipengele kizuri ambacho tunaona kwenye habari ya ukuhani wa kifalme, lakini nazungumza tu kwa habari ya ukuhani. Na Mungu ametupa huduma hii ya ukuhani kama huduma ya madhabahu, kama huduma ya madhabahuni kupitia ibada. Na kwenye ibada hii yani ni maombi na sadaka. Kwa hiyo tumepewa uzao wa kikuhani kama alivyokuwa Haruni. Mungu alimweka kama kuhani, lakini alikuwa na watoto zake ambao walikuwa ni uzao wa kikuhani. Kwa hiyo kama sisi tulivyo leo hii, tunaye kuhani mkuu mfano wa Melkizedeki, lakini sisi ndio uzao wa kikuhani. Kwa hiyo tupo watu ambao uzao wa kikuhani. Ni watu aina gani? Ni watu ambao wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni watu ambao wametakaswa na kweli yote. Ni watu ambao wamempokea Roho Mtakatifu. Ni watu ambao wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hawa ni watu ambao tunaita ni makuhani na ni uzao wa kikuhani. Naomba nizungumze kitu kimoja kizuri sana kwa habari ya kuhani. Kuhani ni nani? Kuhani ni mwakilishi wa watu zake mbele za Mungu. Ni mtu ambaye anawakilisha watu zake mbele za Mungu kwa njia ya ibada. Huyu ndiye kuhani, anawakilisha watu wake. Kwa hiyo unapomwona kuhani, manake nyuma yake pana kundi kubwa la watu wake ambao wamemzunguka, na watu hawa wanaweza ukawa ni uzao wake, kwa maana watoto zake. Watu hawa wanaweza kawa ni familia yake. Watu hawa wanaweza kawa ni ndugu zake mbalimbali, lakini pia anawakilisha taifa lake, anawakilisha taifa lake mbele za Mungu. Huyu ndiye kuhani. Kwa unapomwona kuhani ni mwakilishi, sio yeye tu, bali nyuma yake wako watu wengi ambao amewabeba. Na ndio maana unaweza kukuta kwenye maombi anapoingia kuomba, unakuta anakuwa na mzigo wa kupeleka watu wake, utakuta na mzigo wa kupeleka familia yake au zao wake, watoto zake, anawapeleka kwa mzigo mkubwa sana. Na hii ndio maana ya kuhani. Lakini tunaposema kuhani, kuna lugha ambayo inamtafsiri kuhani. Katika lugha moja napenda sana kigeni, inasema anaitwa priest. Na wakati naingia ndani kabisa kujifunza maana ya priest katika kuhani, ninakuja kumwona kuhani pia anavaa uhusika wa kuwa wakili anayesimama mahakamani akimtetea mteja wake. Ni wakili anayesema badala ya mteja wake, anayesema mbadala wa mteja wake, akimtetea mbele za mahakama. Ninaamini kabisa katika ulimwengu wa roho ziko mahakama, ziko falme ambazo zinatoa hukumu mbalimbali juu ya maisha yetu, zinatoa hukumu mbalimbali juu ya watu ambao wametuzunguka. Lakini kuhani ni nani? Kuhani ni wakili anayesimama katika hiyo mahakama. Kwa hiyo manake nini? Wakili anafanya utetezi ili mtu wake asiingie katika hatia, asiingie katika hukumu, asiingie katika makosa, hata kafungwa katika vifungo mbalimbali. Na ndio maana ya huyu kuhani. Hata sisi tunapoingia katika ulimwengu wa kiroho, tunasimama katika mahakama, katika madhabahu mbalimbali ambazo zina uwezo wa kuhukumu ndugu zetu. Madhabahu ziwe za kifamilia, ziwe madhabahu za kiukoo, ziwe madhabahu za mizimu, ziwe madhabahu za giza, zozote zile ambazo zinaachilia hukumu juu yetu, tunasimama na kutetea watu zetu ili wasiingie katika vifungo hivyo.
tunawatetea, na ndio maana ya wakili. Watu wetu wanaweza wasiwe na nguvu ya kuzungumza au wasiwe na uelewa. Kumbuka, wakili ni mtu ambaye anauelewa. Anaposimama kwenye mahakama ni mtu mwenye uelewa wa kuzungumza, lugha ya kuzungumza kwenye mahakama, lakini sheria ya kuzungumza kwenye mahakama, protokol za kuzungumza kwenye mahakama, na huyu ndiye kuhani. Tunapokuwa kwenye maombi, unakuta wakati mwingi sana tunatetea watu ambao wako kwenye nyumba zetu, tunatetea familia zetu, tunatetea ndugu zetu, tunalitetea taifa letu kwa kwenda katika mahakama. Katika ulimwengu wa roho, ziko mahakama zinazoachilia hukumu juu ya taifa letu, zinazoachilia hukumu juu ya familia zetu, zinazoachilia hukumu juu ya watoto zetu. Tunasimama katika maombi, tunazungumza katika hizo falme, katika hizo mamlaka. Katika ulimwengu wa roho tunasimama kutetea watu wetu wasiingie katika hukumu hizo. Na niseme, ndio maana humkuti kuhani anaacha kuomba. Huwezi kumtoa kuhani na maombi, maanake kuhani amedizainiwa kwa maana ya maombi. Maombi ni nini? Maanake ndiye lugha ya kimahakama, ndiye lugha ya kuzungumza mbele za utetezi. Ndio maana kuna kitu kikubwa sana kinachoitwa maombi. Maanake kuhani anasimama mbadala ya watu wake, anasimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu, anasimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu wa rehema na hukumu, anazungumza juu ya watu wake. Ni kama alivyokuwa Musa alisimama, Mungu alipotaka kutoa hukumu juu ya watu wake Israeli, alipowatoa Misri akatamani kuwaua pale katika ile jangwa. Musa anasimama kama mtetezi juu ya watu wake, anamwambia Mungu, hapana, usifanye ubaya huu kwa hawa watu. Tutasomeka namna gani? Basi niwe mimi, uache watu hawa waishi. Huyo ndio kuhani, na huo ndio maana ya ukuhani ambao tumepewa sisi, ni uzao wa kuhani. Na naomba nizungumze pia kitu hiki naomba nizungumze kitu hiki, mpenzi mtazamaji, uweze kuelewa. Natamani ujifunze hili jambo, ya kwamba ikiwa kuhani amesimama mbele alafu nyuma kuna watu wake, uwe na uhakika jicho la kwanza la Mungu linapotazama dunia linamtazama kwanza kuhani, kisha awatazame hawa watu walikuwa nyuma yake. Mungu hawezi kushuka na macho yake kutazama watu bila kwanza kumwona kuhani. Kwa uwe na uhakika, wewe ukiwa ni kuhani, jicho la kwanza la Mungu likishuka duniani, la kwanza kukuona ni wewe, kisha ndio watu wako waonekane. Hivyo nini manake? Ndio maana kuhani mara zote lazima uwe tayari kukutana na Mungu. Mara zote lazima uwe tayari kusemezana na Mungu. Mara zote lazima uwe tayari katika hali ya kutunza usafi wako, maana Mungu anashuka akutazama wewe. Mungu anaposhuka Tanzania, jicho lake la kwanza hawaangalii wananchi wa Tanzania, hawaangalii viongozi wa Kitanzania. Mungu anaangalia kwanza makuhani wake Tanzania. Anapowatazama makuhani wake Tanzania, wana sura zipi, wana lugha gani ambayo inazungumza mbele zake, kisha Mungu ndio anawatazama wa Tanzania. Mungu akija kwenye familia, cha kwanza anamtazama kuhani wake, ndio kisha waangalie wanafamilia. Hii ni kanuni mojawapo ya kimungu na haitaweza kupingika katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anatazama kwanza jicho lake kwa makuhani, kisha awaone watu wake. Jambo la mwisho natamani nizungumze na wewe, yako mambo matano ambayo yanamkamilisha kuhani. Mambo matano ambayo yanamkamilisha kuhani na ukuhani wake. Jambo la kwanza, kuhani lazima awe na Mungu wake. Lazima awe na Mungu wake. Tunaposema Mungu wake ni nini? Tunaangalia chanzo chake cha nguvu zake. Kila kuhani ana nguvu yake. Jambo la pili, kuhani ni lazima awe na madhabahu. Hakuna kuhani bila madhabahu. Madhabahu ni nini? Madhabahu manake ni sehemu yake ya utendaji, ndio sehemu yake ya utendaji. Hilo jambo la pili ambalo lazima awe nalo kuhani. Jambo la tatu, anatakiwa awe na nini? Kuhani ili awe kuhani ni lazima awe na sadaka yake. Nini maana sadaka yake? Maanake ni kiunganishi cha kwake yeye pamoja na watu wake. Lazima aunganishwe, maana Mungu yuko pale. Mungu yuko pale. Kwa hiyo ili Mungu akiwa hapa, kuhani yuko hapa na watu wake wapo kwa nyuma hapa, ili ajiunganishe na watu wake mbele za Mungu, ni lazima pawepo na sadaka.
Ndio maana Yesu Kristo, Biblia inazungumza yeye ni sadaka ya Mungu, amekuwa ni mpatanishi, amekuwa ni mpatanishi. Na Biblia inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Unaweza ukaelewa hapo. Kwa sisi tunapatanisha. Biblia inazungumza katika kitabu kile cha kwenye Biblia inazungumza kwenye Agano la Kale, Biblia inasema kwamba kuhani alikuwa na sadaka yake kwa ajili ya kujiunganisha nafsi yake, lakini kuunganisha na watu wake. Kwa hiyo kuhani, jambo la tatu, lazima awe na sadaka yake. Lakini jambo la 4, kuhani lazima awe na neno. Neno ni nini? Neno maana yake ni maelekezo yake anayopata kutoka kwa Mungu. Kuhani asiye na neno ni ngumu sana kupata maelekezo. Kwa hiyo ukiwa kama kuhani wa Bwana ni lazima ukamilishwe na neno, kwa sababu bila neno utapata wapi maelekezo ya kimungu? Maelekezo ya Mungu yote yapo ndani ya neno lake. Jambo la 5, kuhani awe kuhani, lazima awe na mavazi yake. Tunapozungumza mavazi tuna maana gani? Tunapozungumza mavazi tuna maana ya protocol. Kuhani ni mtu wa protocol. Maana yake nini? Mavazi hawezi kujivalia tu vazi analotaka yeye. Alipangiwa ili uwe kuhani utavaa mavazi haya na haya na haya. Mavazi maana yake ni taratibu. Kuhani anakuwa ni mtu wa taratibu, anakuwa si mtu ambaye anaenda bila utaratibu, ni mtu ambaye anaenda na utaratibu, the man of protocol. Nimetamani kushare na wewe mambo haya kadha wa kadha, ujifunze kuhusu kuhani. Lakini wewe ni kuhani wa Kristo, na Mungu anakutazama wewe ili awaangalie watu wako. Lakini kuna mambo 5 ya kuyashika ukiwa ni kuhani wa Bwana. Na Mungu azidi kukupaka mafuta, Mungu azidi kukubariki na kukuinua na kukuweka katika nafasi hiyo ambayo Mungu amekuweka katika ukuhani juu ya nyumba yako. Beba nyumba yako, beba familia yako, beba watu wako bila kuchoka, maana kuhani haishi yeye. Kuhani haishi yeye. Kuhani anawaishi watu wake. Kuhani haishi yeye, bali kuhani anawaishi watu wake, maana yeye ni mwakilishi tu wa watu wake mbele za Mungu. Mungu kubariki sana. Naomba tukutane tena wakati mwingine. Shalom, shalom.